Kwa majina naitwa Zamkufu Elias, team manager Fountain Gate. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mchezo uliopita dhidi ya Mtibwa. Vijana walipambana tukapata matokeo ya pointi 3. Kwa hiyo ukiangalia na position yetu tuliokuepo, kwa hiyo zile pointi zilikuwa ni muhimu sana. Lakini baada ya kuzipata zile pointi nadhani tumesogea hatua moja mbele. Lakini kwa sasa hivi ile mechi iliyopita ishapita. Tukawa na mapumziko kidogo ya siku 2, lakini ni mapumziko ambayo ni ya nyumbani, ni ya pale pale kambini, sio ya kutoka nje ya kambi. Kwa hiyo baada ya mapumziko yale tumerudi mazoezini kwa ajili ya kujiandaa na mchezo dhidi ya Pamba. Maandalizi ni mazuri, yameanza vizuri, takriban mpaka leo tuna siku 4 kwa ajili ya maandalizi ya mchezo wa Pamba. Maandalizi yameenda vizuri na yako vizuri. Ukiangalia vijana wana morali. Ukiangalia pia tuna benchi jipya la ufundi. Tuna mwalimu Menzilo, tuna mwalimu Wandiba. Kwa hiyo wamekuja kuungana na watu waliokuwepo kwenye benchi la ufundi kuhakikisha tunatoka kwenye position tuliokuwepo kwenda katika position nyingine. Mwalimu alianza kazi mechi na Mtibwa, lakini watu wote wameona kilichotokea. Vijana walikuwa na morali, vijana walipambana kuhakikisha tunapata pointi 3. Kwa hiyo mwalimu aliangalia udhaifu uko wapi katika mechi ile ya Mtibwa, ashaona. Kwa hiyo katika hizo siku 4 ambazo tumetrain naye mwalimu, kuna mabadiliko makubwa sana kwa vijana. Vijana wameona nini mwalimu kile anachokitaka. Kwa hiyo wametambua hivyo na wamekubali kufanya kazi na mwalimu Menzilo na Wandiba akishirikiana pia na kocha Abu and Joseph. Kwa hiyo nadhani kwa sasa hivi tuna benchi la ufundi ambalo lina makocha ambao ni washindani. Mwalimu Menzilo ni kocha mshindani. Popote anapokwenda anakuwa ni mshindani. Wandiba hivyo hivyo ni mshindani. Pia bila kuwasahau walimu wetu ambao tulikuwa nao ni Joseph na Abu, pia ni walimu washindani. Kwa hiyo ushindani umeongezeka baada ya ujio wa kocha Menzilo. Kwa sababu kocha Menzilo ni kocha ambaye ni mzoefu. Kwanza amecheza mpira katika kiwango kikubwa, pia kafundisha katika kiwango kikubwa. Kwa hiyo ni kocha ambaye ni mshindani. Kwa hiyo kuelekea katika mchezo wetu wa Pamba utakuwa ni mchezo mgumu, kwa sababu wanajua kabisa wanaenda kukutana na kocha ambaye ni mshindani. Kwa hiyo ukizingatia pia alikuwepo Pamba, kwa hiyo mechi itakuwa ni ngumu kwa ajili yake. Kwanza Pamba atakapomchukulia ni mshindani, pia ukichukulia katika maandalizi yetu ni mchezo mgumu, kwa sababu Pamba wana timu nzuri, wana wachezaji wazuri. Lakini kwa maandalizi ambayo tunaendelea naye chini ya mwalimu Menzilo Wandiba, kuna kitu kimebadilika, kuna mabadiliko makubwa sana. Vijana wameitikia, na kwenye benchi kuna ushirikiano mkubwa sana. Mwalimu Menzilo ana direct wengine Wandiba pamoja na Joseph na kocha Abu kuhakikisha tunatoka hapa tulipo kwenda katika position nyingine. Mimi niseme position tuliyokuwa nayo si nzuri sana, wala ukipiga mahesabu utaona kwamba hata watu waliokuwa juu yetu hatujaachana sana pointi, ni pointi 2, 3, 4. Kwa hiyo ni watoe hofu mashabiki wetu wa Fountain Gate kwamba hapa tulipokuwepo basi tunapambana kwa hali zote, na ushirikiano sasa hivi ni mkubwa mno, ni mkubwa sana. Ukiangalia viongozi wetu wa juu, president, CEO, mratibu, wanashirikiana vyema na benchi la ufundi kuhakikisha hii position tuliokuwepo tunatoka. Kwa hiyo ni watoe hofu tu kwamba hapa tulipo sio sehemu yetu. Kwa hiyo tunapambana kuweza kutoka hii sehemu tuliokuwepo. Lakini ukiangalia improvement imekuwa ni kubwa sana. Kwa hiyo itabidi tuendeleze hiyo. Tuendeleze tulipoishia mechi na Mtibwa, tuendeleze katika michezo hii ambayo iko mbele yetu kuweza kutoka katika position tuliokuwa nayo. Nadhani mchezo unaokuja ni dhidi ya Pamba, ni wa nyumbani. Pia tunakuja na mchezo dhidi ya Coast, ni mchezo wa nyumbani. Kwa hiyo hili kutoka hapa tulipo tunahitaji pointi katika michezo hii miwili ya nyumbani ambayo inafuata.